mkono yetu. Wewe unasikia? Kaya mbinguni kwa mkono yetu. Bienvenue sur votre point chaîne préféré. Paroisse Bethesda. Tunafika juu ya point inasema kwamba anasema pamoja ile jaribu ametuleta njia kukimbilia. Njia ya kukimbilia. Soma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake, Wafalme wa pili sura 18. Sura 18 verse 13 na 17. Liko mrefu, tutaeleza na tutafahamu. Na mtu ya pili afungua kitabu ya Wafalme wa pili sura 18 shairi lake la 13 hadi 17 na ilisoma kwa jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa katika mwaka wa 14 wa utawala kwake mfalme Hezekia, Saniaribu mfalme wa Asuria akapanda kupigana na mji yote ya Yuda yenye boma, akaitwa 14. Basi Hezekia mfalme wa Yuda akatuma wajumbe waende Lakisi kwa mfalme wa Asuria kusema, nimekosa, uniache ukarudi kwako. Chochote utakachoweka juu yangu nitakichukua. Mfalme wa Asuria akatoza Hezekia mfalme wa Yuda talata za fedha 300 na talata za dhahabu 30. Hezekia akamupa fedha yote aliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme 16. Wakati huu Hezekia aliondoa dhahabu iliyokuwa juu ya milango ya hekalu la Bwana na juu ya nguzo ndizo Hezekia mfalme wa Yuda alikuwa amezitia dhahabu, akamupa mfalme wa Asuria. 17 kwa kumaliza. Mfalme wa Asuria akatuma Turtani na Rabisarisi na Rabshake toka Lakisi kwa mfalme Hezekia kule Yerusalema pamoja na jeshi kubwa, nao wakapanda na kufika Yerusalema. Na wakati walipokwisha kufika, wakakuja wakasimama karibu na mfereji wa ziwa la juu lililo katika njia kubwa kwenda kwa kiwanja cha mfulaji nguo. Amina. Acha tupaya huko nyingi ya kusisumuza. Hayo Wafalme wa pili sura 19 verse ya kwanza. Sura vile. Wafalme wa pili sura 19 verse ya kwanza unaendelesha mpaka fika verse yake ya 7. Inasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa wakati mfalme Hezekia aliposikia maneno haya, alipasua nguo zake na kujivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana, akatuma Eliakimu aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake na Sebuna
mwandishi na wazee wa makuhani wamevikwa nguo za magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amosi, wakamwambia Hezekia, anasema hivi: siku hii ni siku ya taabu na makemeo na matukano, kwa maana watoto ni tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Labda Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya Rabshake, ambaye mfalme wa Asuria bwana wake alimtuma ili atukane Mungu aliye hai, naye atakemea maneno haya aliyosikia Bwana Mungu wako. Kwa sababu hii, pandisha ombi lako kwa ajili ya waliobaki 5. Basi watumishi wa mfalme Hezekia wakakwenda kwa Isaya 6. Isaya akawaambia, mumwambie bwana wenu maneno haya. Bwana anasema hivi: usiogope maneno haya mliosikia, ndiyo watumishi wa mfalme wa Asuria wamenitukana nayo. 7 kwa kumaliza, tazama, nitatia roho ya woga ndani yake, naye atasikia kivumbi na kurudi kwa nchi yake mwenyewe, nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Amen. Kaa chini. Hapa tuko na maneno mingi ya kueleza kuhusu vita. Tunataka kueleza wakati vita ikionekana, Mungu alijua ya kwamba katikati ya watu wa dunia kunaweza kuwa vita na kuleta matisho, na kwa ajili ya hiyo anaweza kupanga maneno mazuri wa watoto wake wasiangamizwe, waendelee katika njia yenyewe na pasora. Hapo tunasoma neno kuhusu mfalme Hezekia ya Israeli pamoja na mfalme Sanheribu ya Suria. Sanheribu ya Suria iko mfalme ya wapagano, na Hezekia alikuwa mfalme ya Israeli. Sasa Sanheribu iko na jipandisha sana na mazungumzo na maelezo, na vile kuna silaha, kuna kitu ya lazima kwa vita alikuwa naye. Wakati alipoona kwamba Hezekia na Israeli pamoja na mfalme Sanheribu ya Suria. Sanheribu ya Suria iko mfalme ya wapagano, na Hezekia alikuwa mfalme ya Israeli. Sasa Sanheribu iko na jipandisha sana na mazungumzo na maelezo, na vile kuna silaha, na kitu ya lazima kwa vita alikuwa naye. Wakati alipoona kwamba anapiga vita kando ya Israeli, anamaliza watu yote, anawaangalia, anateka nyara zao, wote wanakuwa chini ya utawala yake, inabaki tu Israeli. Wakati Hezekia aliposikia habari ya vita nguvu ya Sanheribu amefanya katika nchi ile yote, aliona sasa nataka nifanya mapatano na mtu yule. Kama akifika kwangu mimi kama silaha kipigo nitaweza kupigana yeye. Inataka nifanye uhusiano wa mapatano na yeye mbele ya wakati, hivi nifanye na yeye urafiki. Mawazo ya Hezekia ilikuwa mawazo ya oga. Kama anasikia paka kando yote watu wanasema, wanaona
anakia mfalme ya Asuria, anafanya vita, anapiga, anaua, anaharibu, ananyang'anya, anatawala oka. Hezekia anaingia kunyumba yake na kunyumba ya Mungu, anazola pesa, anakamata oro, anakamata maoro ngine walitengeneza naye wa mlango ya hekalu la Mungu. Francis nasema ilikuwa 10 tono, tono moja pardon, tono moja ya oro, na pesa ilikuwa mingi. Anatuma watumishi wake 3 wa Lakisi. Yuko mfalme Asuria anahama, yuko anafanya vita kutoka Lakisi. Anaacha Asuria, anavuka Lakisi, jo anaestaye jeshi yake ya vita. Sasa inabakia pika Israeli na Hezekia yote. Hezekia anatuma watumishi wake muende ba Eliakimu na watumishi wengine 2. Msema mimi nafanya kosa, sababu ningepatana mbele ya wakati tu nilisahau kukosa. Sasa mimi nafika yeye anakueleza mali ile ndio wewe na mimi tukue na uhusiano rafiki. Oka ya vita inatia na dola mali ya Mungu yote na ya taifa yote, ili ndio afanya uhusiano na mtu yuko makali, ili asiingie kwa nchi yake na asimuua na asipomoa Israeli na asiua Israeli. Mfalme ya Asuria anapokea ile mali pia. Anasema hata Hezekia anatetemeka usiku na saa. Anasema sasa Rabshake na Tatani na Rabsasirisi watumishi wake muende kusema naye. Anajisumbua bure. Hata ananipatia mali ile, mimi nitafika tu, mimi nafika kupiga vita kwake. Mali ninapokea kimewezi acha sema na yeye mufika kwake kwa usalama. Mimi natuma hii mufika, mnapokea mali yake, lakini yeye anajisumbua bure. Anajisumbua kama sio na maana. Anatumaini kama nikifika ataita majeshi mengine ya wapi ya Misri akumsaidia. Watampatia waskari 2,000 kusaidia yeye ili kufanya vita. Ile yote unaona bora kwa chai. Mimi na nguvu kuliko yeye. Na yeye anafanya shauri na yeye kwamba hata Hezekia asajaribu akifika, tuko na jeshi Misri, tutawakamata, kufanya intervention, kufanya vita ile bomba yake. Na natumaini Mungu yake ile Mungu hufanya kazi. Nilipiga wafalme ngapi ya kazi yake, na walikuwa na mbingu yao. Kwa mbingu ilifanya kazi. Mimi niwaporesha, muacha mambo yale. Muacha mambo yale. Mimi tafika na tutafanya vita, na tutaweza vita. Sasa kwa nini pesa ya Petra pesa? Ya wafanya pili sio kuna mwana. Petra bakati pesa. 13 nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Basi sasa tafadhali umupe bwana wangu mfalme wa Asuria ahadi, nami nitakupa farasi 2,000 ikiwa wewe kwa upande wako unaweza kupandisha watu juu yao. Namna gani basi unaweza kurudisha nyuma uso wa akida mmoja wa watumishi walio wadogo zaidi wa bwana wangu, na kuweka matumaini yako kwa Misri, kupewa magari na wapanda farasi? Acha pale. Wakati Hezekia anapata habari ya matisho,
kutoka Sanheribu ya Suria. Yeye anasema basi kama ile pesa nilileta kwake na ile pesa ilikuwa kidogo, nitaongeza nini? Nitaongeza na yeye farasi 2,000 farasi, na yeye hivi ndio yeye alisikilize tu, asifike kwangu. Majibu ya nani? Majibu ya ule mfalme wa Samaria inakuwa hivi. Hebu tu maneno ya matiisho ya Hezekia wakati anaona anadharau Mungu ya Hezekia, anadharau Mungu ya Israeli, anaona ile jeshi yake kwa kule, anatumaini hata watu wa Misri kwa kule. Sasa anasema ataongeza na yeye juu ya ile tone ya oro na pesa, ataongeza nini? Farasi ngapi? 2,000. Kumesema nimesema hivi. Mimi mfalme Asuria anajibu hivi. Mimi nimepanda kupigana na pahali hapa na kupangamiza pasipo shauri ya Bwana. Bwana ndiye aliyeniambia panda kupigana na nchi hii kuangamiza. Sanheribu anasema hivi. Mimi nafika hapa sababu ya nguvu yangu peke yangu. Mungu ndio aliniruhusu nifike mpaka nifike kwako, na nimeishi kumaliza eneo mzima ya kando ya Wayuda. Wako nifike, ninafika na rusha ya Mungu yako. Yako uongo. Amen. Masema yakisha tu Mungu yako ndio ameniruhusu. Sasa Mungu ya Israeli ataruhusu hadi kufika. Hezekia alifanya kosa gani? Hezekia wakati alipoanza utumishi utawala kwa Israeli, kwanza alivunja masanamu yote. Alivunja na kusimamisha jina la Mungu wa Israeli kujulikana. Wewe unasema Mungu yako ndio ameniruhusu nifike, nigombadewe, niuawe, nimalize nchi yako. Iko masemo kwa matisho. Kila mara video inakuwa na masemo ya matisho. Wakati mtoto ya Mungu akisikia masemo yote haiko sawa. Mimi kwa telefoni wataandika maneno, watatuma habari usiku, kesho, mchana, mutoke. Juzi wanasema kutoka kwa wapi? Wote wanaishi mkaya de place, mkimbia mkaya wa Kanda. Kutoka kaya ba de place ya Bunja ile tuko nafika, mkimbia wapi? Kaya ba Kanda. Kumbe wanafika. Umeshafika. Masemo ya majisho, vita inakuwa na masemo ya kutisha watu. Ile ndio sehemu nyingine ya vita, kukimbiza watu mbele, kuikisha oka. Sanheribu anasema Mungu yako tu amenipatia amrisho kufanya vita yenu, na nitakuangamiza. Sasa pale anasema hivi ndio Hezekia awaza Mungu ameniacha. Mungu pana acha Hezekia. Biblia inasema kwa verse yake ya 16:7 kwanza. Verse 6:7. Ndio tunasoma verse 6 ya sura 18, nasema hivi: na Eliakimu mwana wa Hilkia na Sebuna na Yoa wakamwambia Rabshake, tafadhali sema na watumishi wako kwa lugha ya Kisuria, kwa maana tunaifahamu, wala usiseme nasi kwa lugha ya Kiyuda mbele ya masikio ya watu walio juu ya ukuta. Verse 7. Lakini Rabshake akawaambia, Bwana wangu amenituma kwa bwana wako na kwako wewe niseme maneno haya. Hakunituma kwa watu hawa walio juu ya ukuta, ili wale mavi yao wenyewe na kunywa wakule mavi yao wenyewe na kunywa mikoyo yao wenyewe pamoja na yeye. Rabshake anarepete na kusema ya kwamba nitaeleza mambo ile isikilike wazi. Sasa mtumishi Hezekia anasema hivi, maneno unasema yote tunasikia.
Sasa ilitaka wasema joko na lugha ya Kisuria. Hapana watu ya mtu bila wasikia kwamba wewe unaisha kuanza vita na masemo yako ya kuogopesha ili wasiregee. Usisema na lugha yao. Yeye anasema mimi naweza kusema sababu nimetumwa na Mungu yenu. Nitasema yeye Mungu anafikiri, mnawazia juu ya Mungu yenu, mnawazia vile vile juu ya ile vita wa jeshi ya Misri ya kuweza tutafika tutasambaza. Hapo wakati mtumishi yule ya Asuria anasema mitatangaza na mitatangaza, anatukana anasema na wakati mitatangaza anawatukana wakuu la mali yao na wakunye mkono yao. Miwezi ya maza nitasema tu ya wazi na wewe sema na Hezekia hapana watu ile. Sasa wakati anatukana Waisraeli, anatukana, anawachamba kuvezeka hivi. Sasa ndio anapaza sauti ya matukano ili anakudharau Israeli na Mungu yao pamoja na Hezekia kwa sababu vitu akapaza sauti kwa lugha ya Wayuda ndio wasikia mzuri. Anatangaza na watu yote walikuwa pamoja na Hezekia wanasikia kwa lugha yote vraiment iko kweli. Yule mfalme Asuria iko rafika. Mungu yetu ndio anamuruhusu afike kwetu. Anaona hata jeshi letu pala maana hata tukiomba raporo kwa watu wa Misri haiwezekana. Anasema na tutukana ile inaregeza, inaporesha, inatosa nguvu yote ya watu, morali inaanguka. Uwezo yao walikuwa, imani yao walikuwa na Mungu inaanguka. Wakati mambo ile vrema inaendelea hivi kuverseke ya 36 nasema hivi kwa jina la Yesu. Lakini hawa watu wakanyamaza kimya, wala hawakumjibu hata neno moja, kwa maana amri ya mfalme ilikuwa kwamba msimjibu neno. Amen. Wakati Hezekia alipotuma watu asema hata wakisema juu yetu na yeye mnyamaza. Sasa wakati mambo ile inaendelea kuvunja imani ya Waisraeli, ilikuwa Mungu alisema na Isaya. Alisema na Isaya watu ile jo hawezi kufika kumwichi ile. Hawezi kufika mpaka hapa. Mungu alisema na yeye. Wakati watumishi wa Hezekia wanasikia mambo haya inawaogopesha na watu yote wanaona kujibu kwa nguvu. Baba wanaona vile vile nchi kalikata yote imemalizika na vita ya Sanheribu mfalme wa Asuria. Wanafika kimya, wanafika kueleza na nani? Na Hezekia. Mambo tunakutana nayo jiko mambo magumu sana. Mambo yote yanazungumza sana, anatangaza kwa lugha ya kwetu, watu wote wanasikia iko hivi tu, leo wanafika tu. Sura 19 kutoka 1:7. Hezekia wakati aliposikia mambo, Hezekia alipasua nguo yake akifalme, alijivaisha na kuumia. Sasa nguvu yake naisha, anaonesha watu kwamba mimi kwa akili yangu nimepanga nguvu ya kujipigania. Watumishi wale tatu yote ndio wanapasua nguo, wanaona sasa iko kulala chini, kufa kupona, lakini uwezo hapana naye. Anasema sasa watumishi tatu ile tu mmoja karibu na Isaya na pia Mungu muisema tunaingia ndani ya wakati ya taabu, wakati ya mateso, nguvu yetu inaisha, tunakosa pumuzi ya kuishi naye. Iko sawa mwanamke iko tayari kuzala mtoto,
ni anakosa pumzi ya kuzaa. Sasa nani atamsaidia kwa kuzalisha mtoto yeye? Si tuko na hali ile. Wewe sema na Isaya, na yomba na Mungu apandisha maombi yake mbele ya Mungu. Mungu ndio amjibu. Siku ile Ezekia alitambua kwamba inataka nikimbilie kuuliza ile habari na mtumishi wa Mungu. Kama yeye anaishia kwa akili, akimbia karibu na mtumishi wa Mungu Isaya. Sababu Mungu hayuko kutoka kwake na watumishi wake wote na watu wote akiishi mzima na jeshi wanashindwa sasa kwa akili ile masemo ya matisho inapunguza nguvu yao wako na wewe aliyokufa yao. Biblia inasema wakati walieleza mambo haya na Isaya alipiga magoti mbele ya Mungu. Na Mungu akaomba na Mungu maelezo, matisho, matukano ya Sanheribu juu ya Israeli. Najua Mungu wa mbinguni. Mungu akamjibu. Mungu akasema ya kwamba usiogope Ezekia, sababu maneno yanasema iko tu yake. Ni Mungu, siwezi kuacha yeye fika kwenu. Na wakati anasema mimi nakibana mie nitaleta roho ndani yake, atakuja kutoka pale mpaka nchi yake. Na akifika kwa nchi yake, yeye atakufa na upanga yake mwenyewe. Ile maelezo ya mtumishi wa Mungu kwa Ezekia. Ezekia nasikia habari, roho yake inatulizana. Amen, amen. Mungu anaisha kujibu, nitaleta oka yako na nchi yako, nitamrudisha kutoka pale arudie wapi? Wake. Na vile wakati anafika pale atakufa na upanga yake mwenyewe. Usiogope. Ezekia kidogo anapata salama, anaweza na watu wote majeshi wanapata utulivu kwa Mungu. Inatupeleka wakati ukiona mambo inaishia, wewe naishia kwa akili, unashindwa na nguvu yako, tafuta watumishi wa Mungu kuuliza juu ya mambo yenyewe inaonekana na wanajibu kwa kusema na wewe. Watumishi Mungu anaweka kwa ajili ya kueleza maneno Mungu anasema juu ya wakati. Watumishi wa Mungu analeta message kila mara kueleza na kanisa ili wajue tuna wakati gani na ndani yake Mungu anapenda mwishi je na mambo yenyewe Mungu anaona iko na mwisho yake. Biblia inasema hivi, Mungu anaweka watumishi. Soma kitabu ya Amos 3:7. Soma kwa dabaya. Amos 3:7. Verse 7 nasema hivi. Verse 7. Nasema hivi. Amos sura 3 verse 7 anasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Hakika Bwana Mungu hatafanya kitu. Hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kila mambo yenyewe tunataka kuonekana fasi watu wa Mungu iko anahakikisha kwanza na watumishi wake siri ya mambo ile iko nini. Mungu pana faida kitu chochote na yeye pana eleza kwanza na watumishi wake. Kila mambo iko nafika juu ya dunia na juu ya nchi na inaweza kukuza kila roho ya Wakristo. Mungu anaeleza mbele. Jua eleza vile na Isaya asiogope Ezekia sababu nitamrudisha arudi kwake, na wakati akifika yeye atakufa na upanga yake. Usiogope. Mungu anasema
anaeleza kwanza mambo yote yeye unapitika na watumishi wake. Pale tunataka wakati unapenda kupata jibu na kupata salama, uulize mambo mengine na watumishi wa Mungu. Tuko naona, tuko nasikia habari kutoka huko. Ile mambo ile unaona Mungu anasema nini? Pana dhambi. Tafuta watumishi kuliko wewe tafuta kukimbia kuimba. Kubuja. Kugachuba. Tunasikia. Mbaya kukimbia kwa ibada na gachuba mpaka fika kwa kunya, uliza kwanza katika mji ile watumishi wanaisha aina yote. Tafuta kwanza watumishi wanaenda yote. Na wakienda yote ni kusema pale Mungu anatama. Kutoka pale Mungu pale. Amen. Watumishi wa kikao kusema Mungu pale anaacha mtu. Na wakati watumishi waangali usitetemeka na kutafuta njia yako. Uliza tafuta ese pastor na ile kukimbia. Joel kwa ndugu hata pale. Sami kwa pale. Kugatu kuna bora ngani? Mose apotra ngani hapa? Ukiwakuta uliza na wao. Na wakijibu wewe kimbia, inaweza kuwa Mungu anasema na yeye ukimbie. Na damu yeye kujua kutumishi ile. Amen. Akisema ukimbia, na kama yuko Mungu alisema na yeye anapata hoga kama na Hezekia, pale mara moja damu yeye kujua kutumishi ile. Kama yeye anataka kukimbia. Amen. Sababu Mungu hawezi kufanya kitu na anataka njia mzuri na mambo yaenda kuharibika na wewe mtoto ya Mungu wewe kukienda na shida. Soma kitabu cha Zakaria. Malaki sura 2:7-9. Malaki 2:7-9. Kila mambo Mkristo yuko nataka kufanya anaulizaka kwanza na watumishi yake. Sio Malaki sura ya 2:7-9. 7-9. Malaki sura 9 shairi lake la 7. Malaki sura 2:7-9. Kwa jina la Yesu, kwa maana ni kwa midomo ya kuhani kuchunga maarifa. Kwa kinywa cha wakohani Mungu anaweka maneno ya kujua. Na watu wanatafuta sheria kinywani mwake. Na Wakristo iko na sehemu ya kutafuta maneno yote yeye yanatoka kwa kinywa yao. Wanaishi na masemo ya watumishi wa Mungu. Kwa sababu yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Sababu yeye ndiye mjumbe ya Mungu. Watumishi ndio kinywa ya Mungu. Lakini ninyi mmegeuka kando toka njia, mmefanyiza wengi kutwaa kwa sheria, mmechafua agano la Lawi. Bwana wa majeshi anasema. Lakini mnafanya akili yenu tu. Kila kitu Mungu anapanga na wakati unaishi kwingine ile oga, uko nafanya akili yako. Mnaacha sheria ya Mungu. Mungu anasema Mkristo kuishi maisha ya ushindi inatokana na maneno ya mtumishi. Kila magumu wetoka ndani yake na wewe sikia hiyo sauti ya mtumishi wa Mungu anasema nini? Na yeye na Mungu atasema na yeye sema na mtu ile aishi hivi, atembee hivi, atubu hivi, asifanyikana hivi. Wakristo wanaishi sababu ya neno la Mungu iko kwa kinywa cha watumishi wake. Ukisha kufika kwa Mungu, Mkristo usitafute maneno ovyo, weishi maneno yepana patana na Biblia. Kama Biblia neno la Mungu iko kwa mkono ya watumishi, na Mungu anawapatia akili ya kuongoza watu na neno hili. Yuko reklama tote eteriere ya Mungu kwa ajili ya kuongoza raia yake wa Kristo.
Kwa sababu mnakosa kujua njia mtu anaweza kufuata iko mtu afike kuuliza na watumishi wa Mungu mambo yale hivi watu wanajipangia wao wenyewe. Watu wenyewe wanakimbia kupunya. Wanakimbia na furaha na salama au kuoga. Kupunya hawezi sema maneno ya haki. Sema si kutoka hapa jana mtoka ilikuwa watu wanaanza kuvuka pale kwa chupa. Kutoka matumani waweze kufika walikuwa wanaingia pale ndio tunakimbia yote tunapona sana hatari. Hatujui wenyewe tunawaacha kubaliwe wataishi. Hata ongeza mambo mengine. Kwa telefoni kidogo naongeza mambo hivi tu. Kwa telefoni. Wao wanakimbia na woga yowe sema na haki. Woga inaleta sema sasa masemo ya kishetani kuongeza. Na wakiuliza wote habari muko tuko. Waingia kule wapaingia. Ilikuwa je wanaweza wewe wataona wewe muongo ya kweli. Muongo. Sababu wewe para tafuta njia ya Mungu. Wewe unatembea katika njia yako sababu ya roho. Wewe roho yako kwa wakati ipata salama, ilikosa salama, ungekimbilia kwanza. Na kitu wanajibu ndio fanya. Hapana kukimbia kwa namna yako. Sasa unaingia tena mambo mengine na kuchapa watu wengine. Sasa wokovu yako itajulikana na watu wenyewe walikusikia kweli. Ndio tunakuja hapa. Leo tuko na kwanza tutaimbia Mungu sifa. Hapana muongo wewe. Hivi muongo wewe tunaanza barena anguka watu wanasambaana kubalia watu pala. Si watu wakuja wanatuita kutoka Chombe Uganda. Iko nje kwa barela. Tunasikia mnakimbia yote. Si tuko. Tunaeleza haki ya maneno ile kujua tere. Sasa wewe ukimbizi na oga unaongeza ingine. Angalisho na watu wenyewe wanajipigania wenyewe wanaachilia Bwana. Amen amen. Biblia inasema wakati Sanheribu alifanya ile maneno. Sema Ezekia alipata jibu kupitia mtumishi wa Mungu. Usiogope, anatukana Mungu na Israeli. Anafanya kila matendo lakini mimi niko na mipango juu yake. Hawezi ingia hapa kumjia, lazima nitakurudisha. Amen amen. Wakati Ezekiel anapata salama na watumishi wote ya mwisho wanapata salama, sasa mtumishi ya yule Sanheribu anakushaka anakuja kutoka Israeli, anakuta yule mfalme wa Israeli anapigana na taifa lingine. Yuko anapigana na Arabu. Mfalme Tiraka ya Ethiopia anawamaliza vile yote. Sasa wakati anamaliza mfalme anatuma barua ya pili na Ezekia. Na deja wanapata salama, wanatulizana. Sasa barua ya pili soma wa kitabu ya ile wafalme ya pili sura 19 verse yake ya 9. Kama mwanane na 9 utapata pale tena matisho hiki. Nasema hivi, Munane na 9 anasema basi Rabushake akarudi akakuta mfalme wa Asuria anapigana na Libuna, kwa maana amesikia ya kwamba ameondoka akaacha Lakisi 9. Na wakati aliposikia habari za Tiraka mfalme wa Ethiopia ya kwamba tazama ametoka kupigana nawe, alituma wajumbe kwa Ezekia mara ya pili kusema 10 nasema hivi, mumwambie Ezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, Mungu wako ambaye unamtumaini asikudanganye akisema, Yerusalema hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Asuria. Maneno ya pili anaongeza sema na Ezekia
Mungu anasema atarudisha bongo ya Mungu yako ile. Mimi nitapita tu na mimi nitakamata wewe na watu wako yote, nitafuja sababu tokea mimi tuma habari ile, wewe tegemea Mungu yako, angalia vile watu walikule yote, mimi nawamaliza yote. Ezekana anguka anaelekea mara hivi. Basi kujela mimi. Masema iko na kitu au kuna oku leo. Mimi nipata mjiko Mungu. Tena kesho. Wakati alipopata ile habari ya pili njoo, yeye peke akafanya kitu moja. Verse 15. Isn't 15 nasema hili kwa jina la Yesu aliye hai. Na Hezekia alipoomba mbele ya Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israeli, unayekaa juu ya makerubi, wewe ndio wewe pekee yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeumba mbingu na dunia. Bwana, tega sikio lako usikie, fumbua macho yako. Bwana, usione, sikio uone na usikia maneno ya Saniharibu aliyetuma mtu aje kutukana Mungu aliye hai. 17. Ni kweli Bwana, wafalme wa Asuria wameharibu mataifa na nchi zao na kutupa miungu yao katika moto, kwa maana haikuwa miungu, lakini ni kazi ya mikono ya watu. Ilikuwa miti ya mawe tu, ndiyo sababu waliharibu. Basi sasa, Bwana Mungu wetu, utuponyeshe na mkono wake, ninakusihi, ili falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiye Bwana Mungu, wewe peke yako. Amen. Ezekiel wakati anapopata habari ya pili, yeye peke anapiga magoti. Mara ngapi unapiga magoti kwa ajili ya magumu ya njugo eituri? Mara ngapi unauliza na Mungu na kuitetea Mungu yako mbele ya ile maneno itaonekana? Sisi tunabakia tu kusikia na kujibu, kusikia na kujibu. Lakini kuuliza na Mungu kama Hezekia alipiga magoti, kufasiri nasema alijikunja kwa madhabahu mbele ya Mungu. Mungu wangu, ninajua kweli Saniharibu anaharibu nchi yote kando kando, lakini wapali kwa na Mungu aliye hai. Alikuwa na Mungu yao miti, dhahabu, wanatengeneza mikono yao ili iweze kufanyikana leo watu leo Yesu ambazo watu leo. Kimi niko na wewe Mungu aliye hai. Je, utaacha wafika hapa? Mimi lazima wewe na Mungu utuponesha kutoka mikono yake, sababu najua wewe ni Mungu wa upendo na uko. Mwambie kitu gani? Anasema kweli watu wanapigana na wewe hapana na wewe Mungu. Hata yeye anatetea alifunja watu wengine yote sababu walikuwa na miungu. Kisi pana miungu, siko na Mungu wewe. Kama watu wanapiga bunduki na kamata wengine wanawaua, ni watu wao wanakuwa kupona shetani. Pana wewe. Wale hizi sikia wapi kwanza Kristo mwenyewe anaokoka vizuri ndio anapiga kupiga kujia na bunduki. Au usiku. Sidadi ya Zaburi unateye Mungu anasema wakati mtu anatumaini yeye, anaamini nguvu yake, anaikaya chini ya prapi yake na maneno yote ya usiku hawezi kumguza. Mchana misa yote itapita chini ya hawezi ingia prapi yake. Sasa sisi tuko nasema walifika wanapiga bunduki wanaua nani? Wanaua nani? Ile para angalia wewe. Ona kwanza maisha watu wengi tunapata.
wengine kwa kunywa pombe, wavuta tumbako, wavuta bangi, wanawake 3 wao, wao wazinifu, wao watukanaji. Sasa mtu yeye atapona huyu? Mtu kwa mwenye dhambi, kwa mtoto wa shetani. Ndio mnasikia? Mwenye anafanya dhambi ni mtoto wa nani? Shetani anataka kukamata leo wakati yote hapo, yako mtoto yake akunya damu yake wakati anapenda kunywa. Kiwa unaisha kupona, unaisha kuhamishwa kwa shetani, unalindwa na moto ya Mungu na malika damu ya Mungu kwa wewe. Sasa wewe unasema mimi nitakufa wa ndugu yako Anasema wale Sanheribu aliwamaliza ikiwa wote wanatumikiwa au wanatumika kwa miungu ya mwokoro ya watu. Hapana, sie Mungu yetu tunakujua huko unaishi. Siwezi kufa kwa mikono ya Sanheribu. Tekrasia maombi yake upeke omba na Mungu. Kwani walioua watu, lakini mimi niwezi kufa, mitaishi bado ningali na kazi ya Mungu. Wewe sema nitaishi sababu ningali na kazi yako ya kuhubiri habari njema. Nimekombolewa mimi nitangaza habari yako, sitakufa na ile bunduki. Hata wakipiga wewe unasema itapita, itaua watu wengine, kazi yangu nitaiona na macho. Maombi ya Ezekia inapanda mbele ya Mungu. Amen, amen. Mara ngapi wakati unaona shida, wewe una mapasha kukimbia mbele ya Mungu na kuonesha Mungu ile wanafanya, sababu kwa watu wenyewe wanakosa neema. Lakini mimi niko katika neema yako, ningali katika neema yako, sitakufa hivi. Unaomba na unajikataza mapepo ya kifo, pepo ndio wanaona ile bunduki hawezi kuza sisi. Hawezi kuza wewe. Pepo ndio wanaoa kwa sababu mtu anaogopa, anayuka, anakosa position, yeye mtu anaogopa tumshike ile mikono. Kwa wakati imani yako inapanda mbele ya Mungu, shetani anaogopa Mkristo wa kweli. Wakristo wa kweli wanakuwa na uwezo kwa jina la Yesu, na wakinyekea kwa Mungu, shetani anawakimbia. Anasema mtii Mungu, shetani atawakimbia. Mjinyekeza kwa mikono yake, atawainua kwa wakati yake. Sasa sisi tunaishi ndani ya wokovu kama watu wasio na baba, wasio na mchungaji. Tunaishi katika wokovu, tunakosa kujua tuko wa nani. Si pale watu kukufa hivi. Maneno yetu ya mwisho iko kukiwa ya Mungu. Mungu ndio akiona siku yako inatimia kutumikia Mungu, anakuhamisha. Hapana wewe kufa kama nyama, kama bakanda, kama pusu, kama kuku, kama mbuzi. Hapana. Sasa woga na kutokuomba iko njia yetu na pasta kwa shetani, na kuzungumza mingi na kueleza mambo yao kufanyikana. Mawaga ya roho wini inaenda kupepea ovyo ovyo, kusema sasa watasema Mkristo fulani ndio alitueleza wanaombaga hapa, wao ndio kwa Mungu kwa kweli. Hakuna uongo. Amen, amen. Wakati Ezekia alipoomba, majibu ya maombi yake ilikuwa inashuka. Amen, amen. Soma kwanza verse yake ya verse. Mungu anajibu Ezekia verse yake ya verse yake utasoma verse 21. Nasema hivi, kwa jina la Yesu aliye hai, neno ambalo alisema Bwana katika habari zake ndilo hili: Bikira binti ya Sayuni amekudharau
kuziaki sana. Binti ya Yerusalema ametikisa kichwa chake juu yako. Ni nani ambaye ulimulaumu na kumutukana? Amepandisha sauti yako juu ya nani, na kunyanyua macho yako juu ya Mtakatifu wa Israeli. Vetua kwa vinywa vya wajumbe wako umelaumu Bwana, ukasema, kwa wingi wa magari yangu nimepanda juu ya sehemu za juu za milima, mpaka pahali pa ndani pa Lebanoni, nami nitakata mierezi yake mrefu na misumari yake mizuri, nami nitaingia ndani ya nyumba yake ya kupanga iliyo mbali sana, mwitu wa shamba lake linalozaa sana pekatre. Nimechimba na kunywa maji mageni, na kwa nyayo za miguu yangu nitakukausha mito yote ya Misri. Peseme, wewe hukusikia kuwa mimi nilitenda neno hili tokea zamani na kulifanya tokea siku za kale, sasa nimeitimiza. Iwe kazi yako, angamiza miji yote Goma, hata iwe pahali pa mapomoko Ezisa. Kwa sababu ya neno hili, wanaokaa ndani yao walikuwa na nguvu kidogo, wakafadhaika na kuhangaika. Walikuwa kama nyasi na mashamba kama majani mabichi, kama nyasi juu ya dari ya nyumba, na kama ngano iliyokausha mbele ya kukomea. Lakini najua pahali unapokaa Sanaribu, na kutoka kwako na kuingia kwako, na kasirani yako juu yangu. Kwa sababu ya kasirani yako juu yangu, hii nitatia kulabu yako katika pua yako na hatumu yako katika midomo yako, nami nitakurudisha nyumba kwa njia ile uliokuja kwayo. Na kwako wewe hii itakuwa alama. Kwa mwaka huu mtakula vitu vinavyoona wenyewe, na kwa mwaka wa pili mtakula mazao ya vitu hivi, na mwaka wa tatu pendane mbegu na kuvuna, mpate mashamba ya mizabibu na kula matunda yake. Na mabaki waliopona wa nyumba ya Yuda watatia ibilisi chini na kuzaa matunda juu. Maana baki watatoka katika Yerusalemu, na wale watakapopona katika milima ya Sayuni, nguvu ya Bwana itatimiza neno hili. Mungu anajibu maombi ya Isaya. Anasema yote Sanaribu anasema juu yangu mimi nasikia. Amenitukana, amenichamba, anasema miote mrudia mtawaliwa naye, na kama nipa napenda kutawaliwa na mie, nitaribu ishi yenu na chakula yenu itakomea, nitavuja, nitaua, nitaharibu, na mtakuwa wakosefu zaidi, sababu mnatumaini Mungu yenu na mnatumaini Hezekia mtakuogo. Mungu anasema, Hezekia usiogope tena, sababu anasema maneno juu yangu. Anatukana mie, nitakamata kitu mbili, moja kwa pua yake bila kukoshea hapa, moja kwa kio yake hapa, ndio bali mbili, moja hapa, moja hapa, nitakokota yetu mpaka nitagusha ya basi ile toka. Sasa unabii Isaya inaenda kutimia. Sasa Mungu alisema mimi nitamrudisha, nitaleta oga ya yeye, na atarudia kwake na atakufa mpaka yake. Ya pili Mungu anasema nitatosha pua yake na kio yake na kokota yake. Wako vita naona gani? Vita ya uchungu. Mungu anafanya vita juu ya Ezekiel Israeli. Biblia inasema wakati Mungu alijibu mambo yale, Mungu anasema sababu yeye anafanya kazi ile, nitamrudisha na nitaponesha nchi ya Israeli. Sababu nchi ile iko kwa jina langu, iko nchi yenye nachagua, ndani inaweka nyie
munitetee, munitukuze ndani ile nchi mzuri ile nachagua kwa nyie, na mnakubali kunitetea, sitawaacha tena ile sadaribu ingie pale. Unajua hapa kubali ile mzima iko yetu. Unajua pale ile mzima, eneo mzima wanaishi kwa neema yenu. Munaji hapa Mungu anasema wewe usibeba hapa vita. Sasa mnakubali kutetea yeye, mnakubali kutimiza mapenzi yake. Anasema kwa ajili yenu wote wanafika hapa watapona, watakuwa salama kutoka kwenu. Yuko salama yenu mnakuwa ndani ndio hao wataishi salama yenu. Ndio Mungu anaita mji ile kwa mji wa kimbilio. Fasi Mungu vita wewe ingia. Fasi wewe vita wewe ingia. Sababu ile mji tunaleta kwa Yesu. Yesu ndio atawala. Tunatetea Yesu, tunasema Yesu wewe hapa, tunataka watu wajue kwamba Yesu yuko hai. Muone kwanza ni peke unapata pasela mimi makali. Ni peke Mungu anacheka nyuma na kuja. Ni peke. Na unafanya miaka mwana ndozi hii hapa. Ni peke. Ile kile Mungu anasahau. Mnatoka kutoka nyumba ya baba tete. Lakini sasa hapa ya matete niko ya pigu matete kirabe. Mungu anasema mtengeze ndani yake hapa. Hii ndio Mungu anaona. Mngejua Mungu yetu anatukubali. Kama Mungu anasema ndio, nani atasema hapana? Akisema ndio yake iko ndio. Utapinga ndio ya Mungu wakati unaacha Mungu au katetemeko au matisho. Unaogopa njoo akisema mushike na mikono hapo umeogopa. Mungu anajibu Isaya sababu ya mji ile iko mji yangu. Ni msalaba takatifu na niliweka jina langu pale. Daudi alipatia jina kumtukuza kutoka siku ile ni Israeli amutaogopa, sababu nitaingisha hapa ndobani hapa, nitamkokota, nitaporesha wewe Hezekia na watu wote ya nchi yako watakuwa bien. Na anasema ataribu chakula yenu. Mimi nasema wakati ile inafanya itakuwa alama, muamini ya kwamba mtapanda na mtavuna na mtakula na mtakunywa, mtakuwa na afya tele. Mimi unasema sasa kaja moja jibu ya Mungu inaitimia sasa. Ile pigo neno la Mungu kwa Hezekia, neno la Mungu kwa Isaya sasa inaanza kutimia. Soma Hezekia. Soma Hezekia. Basi natimia. Tunasema mpaka fika mwisho tunasema. Msoma kwanza hivyo yote. Ile unapia Mungu Hezekia alitafuta kwa Isaya na Mungu anajibu yeye, mambo ile inatimia sasa, inabada mwili. Soma. Tunasema nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa usiku huu malaika ya Bwana alitoka akapiga katika kambi ya Wasuria watu 185. Na wakati walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hawa wote pia walikuwa maiti. Basi Sanheribu, nani anafanya vita juu ya Israeli? Mungu anasema nitamrudisha wake, anaonesha kwa alama. Hezekia Sanheribu kwa jitetea yuko na majeshi mingi, sasa bomba mingi, atapika, ataua, ataribu shamba, amutapata kupanda chakula. Mungu anatuma malaika yake, wanaenda kukambia Wasuria. Anawagonga hivi tu. Usiku mzima saa 87,000 sore Asuria yote wanakufa.
asubuhi wanaamuka wanakuta kukabi ya suria, watu wende majeshi yote niko kaza gani. Sasa nguvu ya Hezekia iko tena. Sababu Hezekia anatumaini Mungu. Anategemea Mungu. Anauliza na Mungu, kama hivi jingo basi Mungu sasa jihudumie. Mungu anasema usiogope. Usiogope. Niko nawe kwa ajili ya jina langu katika mji. Unafurahia kutetea mimi, mambo nitafanya, utakula, utapanda, utaishi salama, msitike. Anatumaini usiku. Verse ya 36 nasema hivi: basi Saniharibu mfalme wa Asuria akaondoka akakwenda zake. Anakimbia sasa. Akarudi na kukaa Ninawi. Anakimbia mji hata yeye kama hivi mji kitabu. Pasi ile maiti iko hivi. Naenda sasa miti ile. Anakimbia maiti jeshi yake. Na ilikuwa wakati alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisiroki mungu wake Adarameleki na Sarezeri wakampiga kwa upanga, wakakimbilia nchi ya Ararati na Esani. Hadoni mwana wake akatawala pahali pake. Wakati wanaona jeshi yote la malizika, anakimbia na Mungu yake nyumba yake na nchi ya Ninawi. Sasa anasema Mungu wangu basi jibu mimi nitafanya njema. Sasa watu wao wote wanakufa auliza Mungu yake hata ina mabaya, watoto wake tatu wanafika, wewe unatushukua wewe. Unashindwa tutao sababu wewe kwa ajili ya mambo yako ya fujo ile watu wote ya kwetu wanakufa. Na kama mpaka yake kutoka hapa. Watoto ndio wanaoa yeye. Mungu alisema deja nitamrudisha kwake na nitamuua na upanga yake inatimia. Vita yetu haiko juu yetu, iko juu ya Mungu. Wote mnapoona ile para sema yetu. Imchuka salama ya roho yako. Na tafuta kuuliza mambo na watumishi. Na wewe peke wewe omba Mungu ajibu wewe vile vile. Sababu Mungu anasema watumishi wana sehemu ya mwisho kuongoza wewe. Mpilinguli wote waenda wataingia kwa sababu ya mafundisho ya mitume. Mpilinguli wote waingia sababu unatii neno la Mungu. Hiyo watumishi wanasema ndio itapelekwa mbinguni. Na watumishi wakieleza na wewe mambo yako mabaya, acha sema mimi siwezi acha, mimi nitakuwa naye, wataenda kwa moto na wako enda na ngoma ngiri. Sababu wewe unakataa sauti ya watumishi wa Mungu. Wakisema kwa mabaya usifanye, sema ndio. Wakisema fanya ndio. Sikia tu watumishi wa Mungu. Sababu kwa kile yao ndio Mungu anaweka neno la kujenga, neno la kujenga na kupeleka mbinguni. Mbinguni iko kukrea mbinguni kwa mkono yetu. Wewe unasikia? Krea mbinguni kwa mkono yetu watumishi. Fadhila ya Biblia. Ukisema kwa maneno yako kila mara kusema mimi Mwenyezi Mungu, kila mara ananikemea, kila mara wataenda kwa shetani na wao unapiga ngoma juu yako. Sababu unakataa maonyo ya watumishi wa Mungu. Na katika magumu yote usipotafuta uso ya Mungu, kuuliza na Mungu mambo yako na Mungu, watafanya kila kitu na akili yako inaenda bila kupotea, sababu vita yote tunaona haiko juu yetu, iko juu ya Mungu. Anasema muache vita ilifanye juu yenu. Msitafuta kujipiganisha, mtafuta Mungu awapiganisha. Mungu katika vitaka vya mkono yake. Amen. Sasa hivi uuliza kwanza kwa roho yako. Wakati mimi naona mambo mingi inaniguza, inatafuta watumishi wengi. Kwa watu wengine kwa ile kuuliza habari ile watumishi iko kujipezelesha.
mimi ndio mtu cha Mungu. Mimi naubiriaka, mimi nasomaka, mimi naimbaga vile vile, usimu tumishi. Hapana, siko watumishi watumwa yenu. Watumwa ya kusumbua wao na maneno yote ya kuuliza habari ya Biblia na si iko maneno yetu. Na hivi tu. Mara ngapi kitu kingine kuna tia hivi, sisi kuna dharau watumishi wa Mungu. Sasa tunazungumza ile lugha moja. Watu wa lugha moja. Tuko jamaa la bila damu moja. Kazi yetu watu ni pale. Watu wa lugha moja, jamaa la moja. Sasa wote wanaona tuko watu tu ile. Inatosha valeur yetu mbele ya macho yetu. Lakini Mungu ndio pale anaona hivi. Mungu anaona shida yako yote jibu kwa Biblia kupitia kingo ya watumishi wa Mungu. Wewe uliza na moyo wako, nimeisha kufika mbele ya Mungu mara ngapi na shida yangu? Ni Mungu anijibu peke yangu. Kama mambo yale unafanyaga sasa wewe hiyo kwamba unipoteza njia yako sababu ya kujipigania wewe mwenyewe, uliacha vita wewe aje kujipigania, wewe pale acha yeye vita juu ya Mungu, ndio leo imani yako iko kidogo sana kama mbegu ya haradali. Mungu pale anapenda imani ya mtu kwa maisha ya kitoto, anapenda imani ya mtu ikome, akuwa mtu mzima. Hivi yeye Mungu kwa kweli atembea na Mungu, hivi siku ya baragumu lazima aingie mbinguni. Amen.